Ni wakati wako kujiliwa tena na neema ya Mungu maishani. Hii ni huduma ya kinabii inayoamini katika unabii na nguvu ya kufunguliwa, wa kukujenga na njia ya utakatifu, inayoongozwa na nabii wa mataifa, mtu wa milki ya Mungu, Nabii D.L. Jeni, aliyeitwa na Mungu kwa upako wa nyakati za mwisho, ambaye Mungu amesema naye kuhusu ujio wake, na sasa anakuja katika anga lote la Tanzania. Utukutanisha na Mungu wetu, sema fire! Ni msimu mpya wa kinabii, ni katika nyumba ya utukufu, huduma ya utukufu wa mwisho iliyoko Igoma Shamaliwa B, Mwanza, Tanzania. Karibu katika ibada za mbinguni duniani na Nabii D.L. Jeni. Ni kila Jumanne na Alhamisi saa 9 alasiri, na ibada kuu Jumapili ya kinabii na kufunguliwa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Wasiliana nasi kwa namba 0756 285 265. Wote mnakaribishwa. Uharibifu ambao Yesu anauondoa kupitia moto wake. Magonjwa yanateketea kwa moto. Mahusiano yaliyoharibika yanarudishwa kwa moto. Kila kitu unachokiona tukisema katika jina la Yesu Kristo, ulimwengu wa roho unatoka moto ambao sio wa kawaida. Misimu, miungu, pepo mbaya hawawezi kuhimili huu moto, kwa sababu ni moto unaokula moto, ni moto ulioumba kila kitu, ni moto unaweza ukafanya kila kitu kiwe katika hali ya upya tena hata baada ya kufa. Huu ndio moto uliokuwa ndani ya kinywa cha Yesu aliposema Lazaro, toka kabrini. Haijalishi alikuwa amekaa zaidi ya siku 4, akatoka. Kilichomtoa asitoke na harufu, asitoke na uvundo, kilichomtoa atoke na pumzi upya tena, milija, mishipa, mifupa, kila kitu kilichokuwa ndani yake kikawa hai, ni kwa sababu ya moto ulio hai. Ndio maana Biblia inasema hivi katika Waebrania 12 mstari wa 29, anasema maana Mungu wetu ni moto ulao. I can feel fire today. Akasakate. Nitasoma maandiko haya na Mungu alisema nataka kujidhihirisha leo. Nisikilize, kama mtu hajawahi ona miujiza, have to be here. You have to be here today. Nisikilize, ameongea na mimi kwa sura na sauti ya wazi, akaniambia hivi kupitia malaika wake. Nikusomee hii Kutoka 3 mstari wa 3. Biblia inasema hivi, Musa akasema nitageuka sasa nione maono haya makubwa, sababu kijiti kinao hakiteketei. Anasema hivi, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili tazame, Mungu akamwita kutoka katika twende mstari wa 2. Anasema hivi, malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katika kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Huu ni moto ambao utawashwa leo ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Maana yake moto wa kibinadamu unakufa. Mwanadamu anaweza akawa mwema ukiwa mwema kwake, lakini ukaacha kuwa mwema, moto wa wema wake unakufa. Upo moto unaokutofautisha na wanadamu wengine. Ndio maana safari yako ya mabadiliko haitasitishwa. Kazi ya moto wa Mungu si tu kuleta msimu mpya, lakini pia ni kuleta mabadiliko ambayo hayawezi kuteketezwa na njaa, hayawezi kuteketezwa na
hali yoyote ile. Ndio maana mtu akiwa amempokea Yesu sawasawa, ana moto ambao ukoo wake hauwezi ukamtenga ukamsimamisha. Ana moto ambao njaa haiwezi kumtenga. Ana moto ambao hawezi akaona aibu hata kwenye aisi sokoni. Atasema Yesu ni Bwana na Mwokozi, akiwa na mchumba wake, akiwa na bosi wake. Upo moto unawaka ndani yake usio wa kawaida. Hauwezi ukatulizwa na wanadamu, hauwezi ukatulizwa na magonjwa. Hata akiwa kaburini, bado kaburi lake litasema ya kwamba yule alikuwa mtu mwema na Mungu asiye wa kawaida aliishi ndani yake. Kama ambavyo walimtazama Yusufu wachawi, wanajimu, wataalamu wa Misri, wakasema huyu si Mwisraeli wa kawaida, ndivyo watakavyokuambia wewe, huyu sio Mkristo wa kawaida. Upa moto ndani yake, ila paka shaka moshina baba. Anasema akaona kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Nikamuuliza Mungu maana yake nini? Mungu anaenda kuwasha moto. Yamkini waliona unaponywa, unarudia magonjwa. Bwana anaenda kuwasha afya, hautarudia hali yako ya kwanza. Unasema itatokeaje? Na mimi sijui, ila itatokea. Maana aliyemtokea Musa ana mpango wa kukutokea na wewe leo. Yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Kazi yako ni kuamini. Weka mashaka pembeni, weka hofu pembeni, vitupe nje. Oliboshita paya atatokea kama alivyosema. Biblia inasema hivi katika Zaburi 48 mstari wa 8, anasema imefika wakati ambao moto wa Mungu utashuka duniani. Watu wataona kile walichokisikia kwenye Biblia. Nasema leo utakiona kile ulichokisikia. Kama anaponya atakuponya, kama anainua atakuinua, kama anageuza anaenda kukigeuza. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Haleluya. Ninaisikia nguvu ya Mungu ya ajabu sana. Mungu anakupenda, haina haja ya kukata tamaa. Wengine upendo wao, moto wa upendo wao ulikufa. Moto wa upendo wa Mungu haujakufa, atakufuata mahali popote. Ndio maana watu wakimkimbia hapa, anawafuata masokoni. Hata wanyama wanaongea nao, heri boshika la baba sita. Hata watoto wanaongea nao. Hata ukimchoka Mungu atawachuma kwa hata walevi. Kijana mmoja alikuwa amepoa, akanipigia simu kutoka Biaramlo, anasema baada ya kuanguka uliponionya, mlevi amekuja amenihubiria Injili, nimeamua kurudi tena. Maana lipo pendo la Mungu linapita hata kwenye mtalo mbaya. Lipo pendo la Mungu linapita hata kwa watu wabaya, hata wachawi. Itafika wakati wanasema yeye Kristo ndiye Bwana, amesairi ndani ya maisha yao. Upo moto unaenda kufunja kila aina eliboshita na kiburi cha wanadamu. Kitajua Mungu yuhai, anaishi milele. Unaishi baba yangu, unaishi wewe. Hori Mwokozi. Anasema aliona kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Maana yake huu ni moto unaofuka kawaida ya wanadamu. Maana moto wa kawaida unawaka ili uteketeze. Upo moto ambao unawaka ili wema wako usiteketee, ili upendo wako usiishe kwa mume wako. Upo moto ambao hautakabari mosita, hautasema tu ulimpenda mume wako. Maana watu wanapendana mwanzoni mwa siku, mwanzoni mwa wiki, anachemsha maji kwa mume wake, anafanya kila kitu, anatamani hata mmeze jinsi upendo alio nao. Lakini baada ya muda mfupi ule moto upendo unakufa. Lipo pendo linalosukuma upendo, na mume wako atakuona unaenda usukufu, hata usukufu unaenda kiwango. Kama upo ofisini, wengine wanafikiri unaotea kuwa mwaminifu, wamekuajiri, hawana uhakika na wewe. Oribosata, yamkini uliponya zaidi ya milioni 100, umeponya zaidi ya fedha nyingi. Wanajua uliotea uaminifu au kuotea
yupo moto umezaliwa ndani yako. Miaka na miaka wataendelea kuona uaminifu wako, maana ni moto unaowaka wala hauteketei. Nasema hivi, ego satapa haribohobe kisa kuria mandarabe. Upo moto. Nasema nini kilimgeuza Musa? Mtu aliyemuua mtu akamficha kwenye mchanga, anakuja kuwa kiongozi mkubwa kati ya viongozi wa Agano la Kale. Musa ni mmoja wapo kati ya top 10. Alikuwa kiongozi mkubwa, mtu ambaye alikata tamaa. Yamkini na wewe umekata tamaa, lakini alikutana na encounter, divine encounter. Nikwambie, maisha yako hayatakuwa kama yalivyo ukikutana na neema ya moto wa Mungu. Yamkini umejikatia tamaa, hutaki hata kusikia habari za Mungu wako, lakini nikwambie, ipo neema ya ajabu ambayo itakugeuza, nawe utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Nawe utageuzwa, watu watasema Mungu yupo ndani yako. Nawe utageuzwa, aibu yako itakuwa sifa yako. Nawe utageuzwa, udhaifu wako zitakuwa nguvu zako. Yupo ambaye anawapa nguvu wasimao, yupo ambaye anawapa nguvu wangojao. Leo kwa jina la Yesu utapata nguvu mpya. Upisia moto huu, hebu sema fire, 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 fire. Wewe mshika. Nasikia nguvu ya ajabu. Sijawahi sikia namna hii. Mungu yuko mahali hapa kwa namna ya ajabu. Yupo kwa ajili yako. Nasema 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 yupo kwa ajili yako. Leo alinisokea sawasawa na Isaya 41 mstari wa 15. Ukiona hayo maandiko utaona something has changed. Kuna kitu kimebadilika leo. Nasema leo Mungu wako amekuja kwa namna nyingine. Alimwambia Musa, oribo sitapaya, mimi si Mungu wa mazoea. Alimwambia katika Kutoka 6 mstari wa 2, akasema mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Naam, hawakunijua kama ninavyotaka nijishughulishe kwako. Mungu anaonyesha ya kwamba yamkini ulisimuliwa ya kwamba yeye ni wa ajabu, lakini anaenda kujidhihirisha zaidi ya ajabu ulivyosikia. Maana Yesu anasema, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye atazifanya, naam, kubwa kuliko hizo atazifanya. Andiko lazima litimie, aidha unaamini au uamini. Mungu ana mpango na mwanadamu ana mpango na neno lake. Analiangalia neno iliyopasa kulitimiza kwa jina la Yesu. Tunasema aidha wanaamini au waamini, lakini lazima Mungu afanye kazi. Lazima Mungu aonyeshe kile alichokisema. Sema moto. Sema moto. Sema fire. Sema kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Mungu anaenda kupeleka mabadiliko ambayo hayatakuwa ya muda. Watu wengi mabadiliko yao ni ya kibinadamu, ndio maana ni ya muda tu. Kama yangesukumwa na Mungu yangekuwa mabadiliko ya kudumu. Nipungie mkono kama unataka mabadiliko ya uchumi ya kudumu, kwenye mahusiano, kwenye tabia yako. Unataka mabadiliko ya kudumu. Mungu yupo jioni leo katika jina la Yesu Kristo hai. Yantakataporia. Hebu sema amen. 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 Tunapohubiri Injili, watu wanaona tunahubiri kitu ambacho tunajidanganya au hakiwezekani. Ni kweli mambo haya kwa wanadamu hayawezekani. Kazi ya moto wa Mungu ni kuleta mabadiliko ambayo mwanadamu hawezi kuleta. Unapopitisha andazi kwenye moto linabadilika, sio rangi, hata ladha linabadilika.
ndivyo ilivyo kazi ya moto wa Mungu inapopita kwenye afya yako, kwenye uchumi wako na kila eneo la maisha yako, linaleta mabadiliko ambayo mwanadamu hawezi kubadilisha. Ngoja nikwambie, utaona ya kwamba hata shule zinazopendwa wakati huu ni zile ambazo Yesu anainuliwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu fimbo hazitamsaidia mwanafunzi. Ipo neno lenye moto, anasema je, neno langu si kama moto? Sema amen. Wapo watu ambao oribosita ni original, wanaleta maisha original ndani ya jamii katika jina la Yesu. Wache moto original ulete matokeo original ndani ya jamii yako, ndani ya ukoo wako, ndani ya familia yako. Uruhusu moto wa Yesu upite kwenye mambo yote ya maisha yako, utaona badiliko la kweli. Yeye ndio mabadiliko ya kweli, yeye ndio mgeuza mambo. Hebu sema amen, hebu sema amina. Sema fanya mantakalabote. Kazi nyingine ya moto ni kumjulisha Mungu. Kabla sijaongea kwa habari ya kumjulisha Mungu, niseme sawasawa Zekaria 2:5. Ngoja nikwambie, mtu mmoja alipoomba Mungu amwonyeshe jinsi anavyowalinda wanadamu, akawa anapita kwenye barabara kama hiyo, akaanza kuonyeshwa jinsi majini yanavyowapitia watu na kuwaonea wakiwa njiani. Hiki kizazi kinaishi na ulimwengu usioonekana, ndio maana kuna nguvu zisizoonekana zinawasumbua wanaoonekana. Akawa ameonyeshwa vitu vya ajabu. Akaanza kumwona mtu ana mguu mmoja anatembea, akampisha, akaenda mbele, akaona mtu hana macho wala pua, anampisha. Kumbe ni vitu hivyo ambavyo Mungu anatulinda. Ninaongelea kwa habari ya moto wa Mungu, jinsi unavyotulinda na mambo ambayo hatuwezi kujilinda. Moto wa Mungu jinsi unavyotuepusha na mambo ambayo hatuwezi kuepuka. Ashukuriwe Mungu ambaye anatulinda hata ambavyo hatujui. Muinue Yesu, sema asante. Hebu sema amen. Akaanza kuona mtu ana jicho moja tena liko kwenye paji ya uso, anashangaa watu ajabu. Mwingine anamkia tumboni, akawa anapishana na watu. Mwingine alitaka akatize kwenye tumbo lake, yani anapishana naye, anakuja hivi, akaingia akatokea kule, akashangaa ndivyo majini yanavyoingia. Alipokatiza kwenye tumbo lake, akasikia maumivu ghafla. Yamkini na wewe umewahi tembea njiani ukasikia maumivu ghafla kichwa, kumbe jini limekupitia hukuelewa. Akasikia maumivu ghafla ya tumbo baada ya kukatiza ya mtu na kukatiza na mtu ambaye alitokea mbele akatokea nyuma ya tumbo lake. Yamkini kuna wakati ulisikia mguu unashtuka, umeanza maumivu, kumbe jini limekukanyaga. Ndio maana Biblia inasema hapana awezaye kumlinda mwanadamu. Hata mpenzi wako hawezi kukulinda, hata nani hawezi kukulinda. Chakula unachokula hakiwezi kikakulinda. Upo moto wa rehema zake, upo moto wa pendo lake, pendo lisilo na sababu. Wengine wanamtukana bado anawalinda, wengine wanamsiaki, wengine wanamkimbia, wengine wamemwacha, wengine hawataki hata kumsikia. Asante kwa kuwa unaitwa Mungu. Wewe utaitwa Mungu hata kwa wanaokufahamu na wasiokufahamu. Utabaki kuwa Mungu. Yehova Yawe, Yehova Nisi, Yehova Elioni, Yehova Ekibori, Yehova Shama, Mungu pamoja na sisi. Baba, watu wako wakujua ya kwamba wewe ni Mungu wa kweli na wa pekee, na kuso Yesu uliyemtuma, katika jina la Yesu Kristo. Nikupatie hivi mantakapa, natamani umfahamu aliye mzuri pia aliye mzuri kweli. Biblia inasema hivi katika Zekaria 2:5, naye atakuwa ukuta wa moto kukuzunguka. Kwa nini awe ukuta wa moto? Kama ungejua ajenda za wachawi, wanatamani kila siku afe mtu, maana shetani ni muuaji tangu mwanzo. Na Biblia inasema hivi katika Ezekieli 13:17 ya kwamba muuaji sio Mungu, lakini wapo wanadamu ambao wanashirikiana na mashetani, wana uwezo wa kuua watu ambao haikuwapasa kufa. Si kila mtu anayekufa anatakiwa kufa.
Kijana wangu ameenda hospitali, uwepo wa Mungu kashuka. Ulikuwa na mtu anakata roho siku ya leo, akawaambia msiogope, hatakiwi afe. Hiyo ni nguvu ya giza. Ndivyo ambavyo inaenda kutokea kwa ndugu yako, inaenda kutokea kwako. Akamwambia usiogope, don't have right. Mungu akikwambia usilie, ni tofauti na wanadamu. Upo moto unatoka na neno lake, moto uliojaa uweza, umejaa ability, umejaa power, umejaa nguvu, umejaa mamlaka ambayo inasukuma mbali matatizo ya wanadamu, ambayo ina uwezo wa kupushi chochote kikatoka. Nami natabiri leo, huu ni wakati wa Mungu kumtoa nje adui yako. Huu ni wakati wa Mungu kukuaminisha ya kwamba alipokuwa ananiambia hizi habari, nikasikia utukufu wa Mungu unashuka. Akaenda hospitalini, akawaambia watu msilie. Ninakwambia lililotokea leo, mtu alikuwa amekata tamaa, yuko intensive care unit, yuko ICU, amekata tamaa. Ndugu wanalia, madaktari wameshindwa, wanalia. Amefika huko, akawaambia msilie. Bora basatapa. Mtu aliye na Mungu anaweza akanyamazisha kitu ambacho hakikuweza kunyamaza. Kama ambavyo Musa alipokuwa na moto huu alikawa bahari, alipokuwa na moto huu alipiga mwamba ukatoa maji. Tunayo matokeo ambayo wanadamu hawawezi kutupa. Mungu anatupa kupitia moto wake. Neno lake ni moto wake, neno lake ni moto wake, na huu moto hausimamishwi na chochote kile, lazima itokee. Anasema nalitazama neno langu ili nipate kulitimiliza. Akawauliza manabii nyakati zile, ndivyo anavyokuuliza na wewe leo. Je, kuna jambo asiloliweza? Wewe unamfananisha na akili yako, unamfananisha na uwezo wako. Nilishangaa uweza unashuka chumbani, ukashuka kama wingu. Siku ya leo akaniambia, mwanangu, je, kuna jambo nisiloliweza? Mimi ni Mungu, sina matokeo ya kibinadamu. Nikiamua kufanya, nani atazuia? Nikiamua kutembea, nani atashika miguu yangu? Pego hopei da hapei dusulila mandara kafoi dusulila isa horebekia. Je, kuna jambo asiloliweza? Unasikia moto mahali hapa. Je, kuna jambo asiloliweza? Mungu ana mpango wa kukulinda. Mpe nafasi. Hawezi akakulazimisha kama majini. Anahitaji nafasi yako. Yamkini unajua umempa nafasi, lakini kama hauna matokeo ya kimungu, huwezi ukajivuna kwamba umempa nafasi. Yeyote anayempa nafasi anaishi extraordinary life. Ndio maana sababu mojawapo ya ishara na ajabu, Biblia inasema hivi katika Marko 16:16, na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Hajasema waliookoka. Hata ambaye hajaokoka akiamini anaweza akasaidiwa kuliko aliyeokoka. Mungu anataka imani yako, imani yako tu. Ujue ya kwamba anayo matokeo ambayo daktari hawezi kukupa, ambayo mtawala wako hawezi kukupa. Yeyote, hata fedha zako haziwezi kukupa. Yuko juu ya vyote, yeye ni yote ndani ya yote, na leo atajisirisha hivyo katika jina la Yesu. Ninaona mapepo yamekasirika. Yamkini na wewe unaniangalia kwa hasira, unajua shetani amekasirika, lakini leo Mungu anacheka kwa hasira, anawafuatia adui zake akiwa anacheka, maana anajua wamekamatwa, leo wamelaswa, leo eti yao imeng'olewa kwa jina la Yesu Kristo hai. Manta karabu. Sema amen, sema amen. Sema anaishi. Sema anaishi. Haonekani kwa macho haya. Mungu akapitisha moto ulao. Watu hawajajua. Watu watatu tu wameandaa mkutano huu. Zaidi ya milioni 2 wameandana mpaka sasa hivi. Sijui hata mafuta yanapatikaneje. Watu wanashangaa tunavyoenda, lakini yupo mwamba ambaye akiagiza kitu lazima kifanyike. Akisema wapenzi wake waokolewe, lazima waokolewe. Akisema watu waponywe, uwe msimu wao mpya. Na kuambia upishia neema ya moto wa Mungu. Huu ni msimu mpya, ni ukurasa mpya wa maisha yako. Kama unaamini
amini. Sema amen. Na iwe kwangu Bwana, na iwe kwangu Yesu, na iwe kwangu Yesu, na iwe kwangu Yesu, na iwe kwangu. Oh Sada, ipo nguvu ya kufanya upya leo. Nasikia moto na madiga, nasikia neema ya Injili, nasikia uweza wa yeye aliyekufa, wa wewe aliyekufa. Haleluya. Mwanzikura. Kazi nyingine ya moto ni kumjulisha Mungu. Ngoja niwaambie, uchawi unamuhusu Mungu kiasi kwamba Agano la Kale aliagiza wachawi wauawe. Ndio maana alimruhusu Elia kudhirisha moto hadharani, akasema na ijulikane. Mwambie mwenzako leo, na ijulikane katika jina la Yesu. Sema pasipo aibu, sema leo na ijulikane. Sema leo na ijulikane. Ifike wakati unakomaa ya kwamba Mungu aliniita ili niishi na magonjwa, aliniita ili niwe maskini, wengine wawe matajiri, aliniita niwe mtu wa kudharaulika, wengine waheshimike. Huyo Mungu aliyeniumba kwa sura hii na ijulikane amenileta leo. Ng'ang'ania kama Elia ya kwamba wachawi wanaonisumbua, uchumi unaonisumbua, mahusiano yanaonisumbua, na yajua ya kwamba ninaye mtetezi wangu yuafuka wa jina la Yesu Kristo ni hai. Yeye yu hai anayetutetea. Sema na ijulikane. Hebu kasirika kama Elia, kaza uso wako juu ya kuzimu, iambie kuzimu ya angani, iambie kuzimu ya majini, iambie kuzimu ya mchawi, yule mchawi aliye kwenye kitambaza hivi asikie sauti yako. Mwambie ewe mchawi, na ijulikane ya kwamba Mungu wangu yu hai. Piga kelele, sema na ijulikane. Hii ni neema ya Elia. Biblia inasema nani atakayestahimili siku ya kuja kwa siku hiyo? Katika Malaki 4 mstari wa kwanza anaonyesha siku za moto zisizo za kawaida, yani ujio wa Yesu. Mpaka hivi wakati naongea, Yesu amekuja, na siku alipokuja ilikuwa kama tanuri linalowaka moto. Mashetani kwenye sayari, mashetani baharini yakawa yanashangaa, maana yana uwezo wa kuona kitu kabla hakijatokea. Ndio maana hata wakina mama wengi wanaopata matatizo ya tumbo ni kwa sababu wana neema ya kuzaa watu ambao wataisaidia jamii. Ukiona mwanamke ni tasa, ujue anafanana na Sara. Ukiona mwanamke ni tasa, ujue anafanana na Hana. Hana haja ya kukata tamaa. Ile vile anavyosumbuka, Mungu atakaye mtetea anajua. Wengi wanapata matatizo maana shetani hiruku from a distance, anatazama kutoka mbali, ana uwezo wa kujua neema inayokuja. Chochote unachokitafuta ukiona kina upinzani, aidha ni mchumba anasumbua, ujue huyo ndio mwenyewe. Mkamate sawasawa na moto wa Mungu, atakaa sawasawa. Yule unayempata kirahisi, yule sio mwenyewe. Arabashata. Ukiona kampuni nasumbua yenye fedha nyingi, hiyo ndio yenyewe. Ikamate kwa jina la Yesu kwenye maombi, ikamate sawasawa. Moto wa Mungu utakufanyia njia pasipo na njia kwa jina la Yesu Kristo. Vitu vingi vinavyosumbua ndio mali Yesu katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema na ijulikane. Sema na ijulikane. Nani anataka Mungu wake ajulikane? Mantakate. Alipokuwa ananiambia, ghafla nikaona naanguka, moto ukawa mwingi sana. Nikamwambia, Bwana, kwa nini nimeanguka nikiwa chumbani? Akaniambia, mwili hauwezi kustahimili kiasi cha nguvu ambayo unaipokea sasa. Hii ni nguvu inayozidi vinavyokuzidi. Akaniambia, sasa inuka, kaseme habari za moto wangu, nami nimeweka maneno yangu ndani ya kinywa changu, ndani ya kinywa chako, ili useme kinachojiri na kiwajirie watu. Nakwambia, haujaja hapa kwa bahati mbaya. Hata kama watu hawatufahamu Mwanza, wewe umepewa kuanza kutufahamu, ili upako wako wa Alfa uanze mapema kwa jina la Yesu. Bwana
ninafungua mwanya ambao haukuwa nao leo katika jina la Yesu Kristo. Leo ninasema kama utaamini maneno haya, utamkuta mama yule aliyekuwa na kuloga mchawi amekamatwa, yuko uchi, maana Mungu wako anajijulisha. Leo ninasema ya kwamba meza ya yule mchawi unayeuza naye utashangaa imeanguka, maana Bwana wako anaenda kujijulisha. Ni Mungu anayetaka kujionyesha mwenye nguvu kwa wao ambao wamemkimbilia, na ndio maana hatujaaibika, tunaomkimbilia. Biblia inasema nimekukimbilia e Bwana ili nisiaibike. Unaweza ukaibika ukimkimbilia mpenzi, unaweza ukaibika ukimkimbilia ukoo, wanaweza akakufukuza, ila hata mwenye dhambi, hata shoga akimkimbilia Mungu hajawahi mwaibisha mtu. Mungu huyu wa huruma, moto wake umejaa upendo, anamkaribisha kila mmoja, haijalishi ukoje. Alitukaribisha na sisi ambao hatukustahili kuhubiri Injili. Nilikuwa namwambia Bwana, wanastahili wengine kuhubiri Injili, sio sisi, kwa sababu ya background zetu, jinsi ambavyo hatukuwa sawa, jinsi ambavyo hatukuwa watu wa kufaa, jinsi ambavyo tulikuwa mahasira, magangsta, mabrother men mitaani, tumesumbua shule, tumefanya vitu vya ajabu. Lakini Mungu kumbe aliniona. Hawaiti tu wazuri na wabaya, anawaita pia waliojikatia tamaa. Mtu aliyekuwa amejizira kama mimi aliniita katika jina la Yesu. Na leo hii ipo sauti iliyojaa moto inakuita mahali ulipo. Yeye aliyekuumba anakuita ajijirishe kwako katika jina la Yesu Kristo. Hizi ni nyakati za kinabii. Nisikilize, mimi ni nabii. Bwana alinionyesha anaenda kuwapigania watu wake, yani upako ule wa Musa na Elia unaenda kudhihirika. Mungu anaenda kuua wazaliwa wa kwanza. Wengi hawajajua nyakati hizi wazaliwa wa kwanza wa shetani ni watu gani. Anaenda kuangamiza wachawi isivyo kawaida, ambao hawatataka kutubu, wataona hukumu ya Mungu. Maana uchawi umezidi na umenyanyasa kila kona. Umeshika mashule uchawi, umeshika safari, watu wanasafiri katika hali ya heka ya mauti. Uchawi umeshika mashirika, usipokuwa mchawi haupandishi cheo. Mungu amechukia. Kama ambavyo alipita kila kituo katika kituo cha Wamisri, anaenda kupita katika kituo cha mji huu, katika kituo cha anga la Tanzania. Atapiga wachawi wote katika jina la Yesu Kristo. Kama unataka uprove hizi habari, wewe kaa sawa tu na Mungu, utaona mchawi kama atakaa karibu na wewe. Maana moto ukiwa juu yako, nani atakaye kuwa kinyume na wewe? Akiwa kinyume ni ili angamize. Mungu anasema wanakusanyika. Hata usiku wa leo niliona wachawi wanakusanyika, wanajadili ya kwamba tufanye kitu juu ya mkutano huu. Walikuwa wengi sana, wengi kama 500 hivi, walikuwa wengi. Usione tunakuwepo hapa, mtumishi hata akiwa na watu wachache, ili akiwa na nguvu kubwa anapingwa na jeshi kubwa la pepo. Nikawaona wengi. Mungu akasema unawaona hao, lazima moto umekufa. Na kazi nyingine ya moto ni kuleta majibu kanisani. Watu ambao wanachukia nguvu ya Mungu hawana moto. Kwa nini? Kwa sababu kanisa ni zaidi ya mganga. Kanisa ni zaidi ya sehemu yoyote. Ina uwezo wa kutoa majibu kuliko sehemu yoyote ile. Maana kama Mungu anaabudiwa, basi Mungu atatoa majibu. Sema amen. Shetani alipotaka ampe majibu Yesu, akamwambia ukiniabudu nitakupa hivi vyote. Kama watu wataanza kumwabudu Mungu sawa sawa, atawapa zaidi ya shetani anavyowapa wafuga majini. Hebu sema amina kubwa, sema amen kubwa, sema amina kubwa. Ndio maana ukisoma katika Mambo ya Walawi 6:13 anasema na moto usizimwe madhabahuni. Kwa nini moto unazimwa na uasherati? Kwa nini moto unazimwa na fujo za watu kung'ang'ania vyeo makanisani? Shetani anachowinda sio magomvi tu ndani ya kanisa, anawinda moto. Kwa anapoondoa mchungaji huyu anamchukia yule mwenye chuki. Ndio maana kazi yake unakuta haina moto. Anajaribu kufanya vitu ambavyo Mungu hajamwagiza, kwa ule moto na kufa.
Kanuni ya moto wa Mungu, lazima uishi kama vile Mungu alivyosema. Alipotembea utembee, alivyofanya ufanye, ndio utatembea na moto wa Mungu. Kwa ukiona mtu anatembea na moto wa Mungu, maana yake anachukua hatua za Kristo. Sema hatua za Kristo. Biblia inasema yeye asemaye ya kwamba yumo ndani ya Kristo imempasa yeye mwenyewe kuenenda vile vile kama Kristo alivyoenenda. Wakristo wengi hawaendi kama Yesu alivyoenda. Mtu anachezea WhatsApp kwenye ibada, anakuwa na mawazo machafu. Wewe unalala ibadani usingizi, and you call yourself that you have fire. Unajiita mwenyewe ya kwamba unao moto. Aya braka satapa. Hiyo ni aibu sana. Makanisa yamekuwa ya ajabu sasa hivi. Watu wanakuwa ni kama NGO, sehemu ya kuchuma fedha. Imebadilika kabisa. Watu wanafanya vitu vya ajabu. Kwaya ndio zimekuwa burudani, na wanakwaya hawana maombi, wako hapo tu ni kunengua, wanacheza kama Awilo Rongomba ndani ya kanisa, nao wamekuwa kina Diamond, unaelewa, wanaingiza music ya kidunia kanisani. Wataanza kukatika na utegemee moto udhirike. Ukidhirika ni moto wa kigeni, ila sio moto wa Mungu aliye mtakatifu. Kanisa lazima lirudi na lirejee kwa jina la Yesu Kristo. Sio praise and worship. Watu wanawaza kung'ang'aniana maiki, anachomoa maiki ili awe na jina la nini ndani ya nyumba ibada? Wewe shusha uwepo, shusha tunachotaka tukutane na Mungu, sio na sauti yako. Mtu anabana sauti ya nini? Anatubania uwepo. Achilia sauti, hata kama sauti yako ni ya 17, iachilie, ila sisi tunataka utukutanishe na Mungu wetu. Sema fire. Oh, haleluya. Huu ni wakati wa moto tena kurejea. Ndio maana alisema huu moto wala huu baridi nitakutapika. Huo ni moto wa kigeni. Mkristo unamkumbusha mikesha ibada, unamkumbusha kumtembelea mtu, unamkumbusha kumshuhudia mtu. Huyo Mkristo amekufa. Maana kinachotufanya tuwe hai ni moto wa Mungu. Moto wa Mungu is a driving force. Ni nguvu inayotufanya tutembee tofauti na wengine. Wakati wengine wana uchungu, tunakuwa tunajisikia kusamehe. Wakati wengine wanataka era bashita kuanguka, tunajisikia kusimama. Wakati wengine wanasema nimekata tamaa, mimi ninasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ninao moto unaonipa vipaumbele tofauti. Hebu sema amen. Wakati wengine wanapeleka milioni 500 kwenye mpira, sisi maisha yetu yanaishia kwenye Injili. Maana tunajua mpira haulingani na Injili. Injili ni ya milele, hata kama hatujapewa kuhubiri milele, ila ina matunda ya milele. Hii tabu yetu si bure. Tabu za mpira zitakufa, za siasa zitakufa, zozote zile zitakufa, lakini ipo tabu itakayosimama. Biblia inasema heri wafu wafao katika utakatifu, wawe na raha baada ya tabu zao. Oh, una raha baada ya tabu yako. Wewe unayetabika ya kwamba Yesu ajulikane, Mungu anaenda kufanya kitu, sio hapa tu duniani, bali milele na milele. Orimoshika papa, wewe una heri kuliko yoyote. Ndio maana anaikosa Injili, Yesu anamwambia kama Yuda alipoikosa Injili, Yesu alimwambia ni heri usingalizaliwa. Mwanadamu ana kitu gani kama atamkosa Yesu? Ana namna gani ya kuishi? Yeye ni zaidi ya mnyama. Heri mtu amgeukia Yesu, ajue kwamba Yesu ni kila kitu ndani ya maisha yake. Oh, 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 oh. Oh, haleluya. Ninasikia malaika wanaimba wimbo mzuri jioni ya leo. Nisikilize. Lazima mlango wa wewe kutoka kwenye tatizo uwe wazi. Sema lazima uwe wazi. Kazi ya moto, kabla Mungu hajatembea, nataka utafakari kidogo. Je, una neema ya Roho Mtakatifu ya moto wake, au maisha yako yameharibika? Kazi ya mwisho ya moto ni kazi ya ufufuo. Nimesema kazi yake ni kuonyesha kaburi la Yesu liko wazi. Haijalishi kuna eneo ndani ya maisha yako lilikufa, Mungu anaenda kufanya kitu cha ajabu sana. Nasema kitu cha ajabu. Kitu cha ajabu.
atakutoa katika jina la Yesu. Ninaona nguvu zangu zinalemewa na nguvu ya Mungu. Ninasikia mwili wangu unakuwa dhaifu, maana ameshuka sasa. Ameshuka mwana wa Mungu. Ukiwa umefumba macho, nyanyua mkono juu tu, maana mikono yako ni ibada tosha. Ikiwa juu ni ibada tosha, kama unampa nafasi ambayo mwanadamu hawezi kumpa. Mbona wahudumu hamnyanyui mikono juu? Na nyinyi nyanyweni. Wote tunamwabudu Mungu. Wote mnastahili kumwabudu Mungu. Hakuna aliye bosi, Mungu peke yake. Yes, Frank, naomba ukae vizuri. Nisikilize. Ukiwa umenyanyua mikono yako juu, Mungu alinionyesha anaenda kuinua waimbaji ambao watakuwa na nguvu hata kuliko wachungaji wengine. Watakuwa wanaimba, uwepo unashuka na watu wanafunguliwa. Na nikaona moto. Hivi ninaposema, kama kuna mwimbaji anahitaji neema hii, hata kama yumo ndani ya huduma yangu, moto unaanza kushuka. Nasema moto unaanza kushuka. Mungu atakutumia. Hivi ninavyoongea, moto unashuka. Mungu atakutumia mightily, kiasi kwamba utakapokuwa unaimba, Bwana ataweka wimbo mpya kila wakati. Sikiliza, hii nguvu si ya kawaida. Inakuja mahali ulipo. Lakini Mungu akanionyesha wanafunzi wa chuo mpaka wa msingi, Bwana anaenda kuwatumia isivyo kawaida. Na hata walimu wakawa wanashangaa. Kama upo mwanafunzi, aidha uko chuoni au upo hapo, neema hiyo inakuja. Nyanyua tu mikono juu, Roho Mtakatifu atakuja kwa nguvu. Upo moto unalipuka wakati. Nikaonyesha wafanya biashara, wamama wa nyumbani. Kama yupo mama hapa, ulikuwa umepoteza neema ile ya kwanza, unahitaji kurudi kwa nguvu kwenye neema hii, ukasumbue ulimwengu wa wachawi. Yupo mama ambaye ni jeshi kubwa. Naongea na wamama wakati huu. Yupo mama ambaye ni jeshi kubwa. Kamata moto. Yes, moto uje kwa mama. Niliona Bwana anaweka roho ya maombi na unapigwa mama usio wa kawaida. Wakaanza kuwapiga wachawi majumbani, makanisani. Maana aliona wachawi wamejificha makanisani. Bwana akaniambia, nitatumia wanawake, watalipua bomu, watalipua moto. Upo moto unalipuka wakati huu. Bwana anafanya kitu cha ajabu. Na wewe binti, na wewe mwanamke, pokea. Hiyo neema inakuja. Roho Bwana anamshikia kwa nguvu. Kuna wanawake wako kule, endelea kunena kwa lugha. Roho Bwana anashuka. Anafunika, usimzuie. Unamhitaji. Bado wapo wanawake wengi wako hapa. Bwana bado anakuchukua. Hiyo nguvu inaongezeka. Inaongezeka. Pokea hiyo neema. Bwana asikupite. Hasa mwanamke mnyenyekevu. Bwana asikupite kwa jina la Yesu. Yamkini watu walikuwa wakusanyika, lakini sasa Bwana anakuinua mwanamke. Wewe ambaye ulikuwa umedharauliwa, wewe ambaye ni kama haukuwa kitu, Bwana anakuinua katika jina la Yesu. Na Mungu yuko tayari amtumie yeyote yule. Niliona jeshi lingine la wafanya biashara. Kama nyie mpo kule babani nafanya biashara, unaweza ukasogea. Ninasema hivi, Bwana anaenda kuwainua wafanya biashara ambao hawatumii machini, wanaoheshimu nafsi za wanadamu, maana wamechoka na biashara za mashetani. Kama wewe ni mfanya biashara, nyanyua mikono yako juu. Nguvu inashuka sasa. Nyanyua kinywa chako, anza kuomba. Utasikia moto wa Roho Mtakatifu. Ni nguvu. Moto wa mafanikio unakuja kwako. Rabashia babara. Wengine wananishangaa, unaona yule kijana. Moto wa mafanikio. Yesu, Mungu akupe tu kuwa nionea. Na wewe na wasata. Na ijulikane ya kwamba Mungu ndiye na nguvu za mkatili ninyi. Na ijulikane kwa jina la Yesu Kristo. Na ijulikane mpaka sasa. Kisha nikaona wagonjwa wakiponywa na ulemavu wao, na wengine waliokuwa wamefungwa misukule. Hata hivi ninaongea, tunaenda kuwa na historia za watu ambao walihifadhiwa, walikuwa wamepotea, wakaenda kurejea. Nisikilize hivi, nikaona watu ambao walifungwa na misimu, walifungwa wameolewa na majini. Bwana akawa anawatoa kama jeshi kubwa. Yaliyo mikono yako juu. Ukitaka upokee moto, sema kwa maneno haya.
Ukitaka upokee neema ya moto Mungu, sema maneno haya. Sema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, niko tayari, niko tayari. Kama wewe ni mgonjwa, sema maneno haya. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Ni msimu mpya wa kinabii, ni katika nyumba ya utukufu, huduma ya utukufu wa mwisho iliyoko Igoma Shamaliwa B, Mwanza, Tanzania. Karibu katika ibada za mbinguni duniani na nabii DL Jane. Ni kila Jumanne na Alhamisi saa 9 alasiri, na ibada kuu Jumapili ya kinabii na kufunguliwa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Wasiliana nasi kwa namba 0756 285 265. Wote mnakaribishwa.